Imesalia miezi kadhaa joto kwa wanasiasa lipande kwa maana ya wabunge pamoja na madiwani. Sasa kwenye moja ya mahojiano na mbunge wa Geita Joseph Musukuma, moja katika swali tuliomuuliza ni kuwa endapo itatokea hakurudi kwenye ubunge, yani wananchi wasimpe ridhaa ya kurejea kwenye nafasi ya ubunge ama uwakilishi wa ubunge kwenye jimbo lake la Geita vijijini, ni kitu gani atafanya? Kwanza mimi sina shida. Wewe unanifahamu vizuri mimi na maisha yangu. Hapa tulipo ni sehemu yangu ya biashara. Tuna mabasi karibia 40. Umeelewa? Tuna nyumba za kupangisha zaidi ya 500. Lakini hapa tuna ofisi. Tuna vituo vya mafuta. Sasa unaniuliza najipanga vipi? Mimi sifi. Umri wangu umeshaenda. Na nimeinvest sana mimi kwenye majengo kwa kweli. Nashukuru Mungu nalipa kodi. Nafanya kazi nyingi. Lakini nimejipanga kwa staili yoyote ile. Kwa sababu pia ubunge sitazaliwa nao. Mimi nitafika mahala nitapumzika na wengine watakuja. Lakini unaweza kuja kuona pia. Kwa kanda ya Ziwa tumefungua dealership ya spare zote za magari ya Tata, mabasi. Na tuna mizigo mingi tu ya kutosha. Najua kwa kanda ya Ziwa kwa mwezi tunapata wananunua kama gari 200 mpaka 300. Including na mimi ninazo kama 40 aina ya Tata. Ya Tata. Tunaenda Bukoba, tunaenda sehemu nyingi. Lakini sasa wapi unapata spare kidogo ilikuwa tatizo. Tumefungua duka letu ili sasa lina wiki moja ambalo Watanzania wote wa kanda ya Ziwa hata Dar es Salaam wataagiza spare kutoka kwetu. Tuna spare zote za gari aina zote, mabasi yanaitwa Tata. Sasa ukiniuliza nikistaafu nitafanya kazi gani? Si unaona nakula kiyoyozi tu kama ninavyokula kwenye bunge. Kwa mimi nimejiandaa na ninasema nimeenda bungeni nikiwa nafanya biashara. Naheshimu sana watu. Lakini pia nina muda wa kufanya kazi ya siasa, nina muda wa kufanya kazi ya bunge, nina muda wa kufanya kazi zangu binafsi. Mimi na madeni nakopa kwenye mabenki, nafanya biashara, kuna watu wananiamini, tunafanya hizo biashara. Kwa hiyo lazima huo muda usiingiliane. Unapoenda item ya madeni, mabenki, unadili na taasisi za mabenki. Huvunji sheria kwa sababu ya ubunge wako. Ninapokuwa uraiani kwa wananchi, mimi ni mdogo sana, sina mabodyguard kama ulivyonikuta, sina kila kitu. Mimi najiamini kwa sababu napendwa, mimi sina adui, sibebi silaha, sifanyi chochote, mimi nakaa kama chokolate tu, mtu wa kawaida. Lakini maisha yetu ndo hayo na nimejipanga, nasema mtu yote riziki inatoka kwa Mungu. Ukiamua ubunge umeisha. Mimi na mashamba pia, mimi nalima miti. Ukienda kijijini kule mimi ndo naongoza kwa kulima miti. Kwa hiyo mimi nimejiandaa, pia na umri umeenda, nina watoto wakubwa sana miaka 30, 28. Kwa hiyo mimi nimejiandaa kustaafu. Hata ukiondoa ubunge itafika mahala nitasema nimetosha. Lakini kwa sasa bado nipo. Na nina uhakika kwa sababu ya upendo nilionao kwa wananchi wangu bado nipo na nitakuonyesha vitu vingine mtangazaji. Sawa. Nitakuonyesha vitu vingine. Lakini kabla hatuja kwenda hapo nigusie kitu kimoja pia. Moja ya kitu ambacho kimenivutia pamoja na kwamba una wadhifa ni mbunge na una pesa, tunaweza tukasema hivyo. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza kabisha hilo. Lakini nimefika hapa ofisini kwako naona mwenyewe unafanya shughuli, umesogeza gari, umefanyaje? Unawezaje kuishi na vijana? Kwanza mimi ni fundi. Mimi mwenyewe ni fundi wa magari, nafahamu. Alafu sasa mimi kidogo ni mkubwa, ni mzoefu kwenye Scania, nimefanya miaka karibia 30 kitu. Na gari zetu unaona nyingi hapa, tulikuwa na gari za zamani kabla hatujaanza kuingiza Tata, bado tunazo kama gari 12 zinatembea. Professional hapo wa Scania ni mimi, naelekeza hiki fanya hivi, naweza kuinama, lakini muda mwingi hata nikisikia mlio tu inanitosha kuambia kwamba hii gari ina shida sehemu fulani. Kwa hiyo lazima nifanye kazi. Majirani zangu hao wote watu wa magari, makenta manini, tunashare vitu vingi. Kwa hiyo sitaki kuishi na suti mimi. Mimi unisikiishi na suti hainisaidii chochote. Nataka kuishi maisha ya kawaida. Nazungumza na vijana wenzangu, wananipa idea na mara nyingi watu hawaelewi. Yaani dili yoyote ya kupata heri inatoka kwa mtu ambaye hana uwezo mkubwa. Kwa hiyo mimi hao ndo marafiki zangu, tunakaa nao, nakwambia kuna hiki kinatafutwa mjini, kuna hiki, ndio hiyo nafanya. Sawa. Lakini uchifu bado unaendelea. Hii ni kawaida. Hii mila hii lazima udumishe. Unajua hivi vitu sisi tumezaliwa tumevikuta. Huwezi kuvitoa. Pamoja na mambo mengine kitu lazima iwepo kabisa kila ofisi. Hiyo inakuwa na maana gani? Hii kwanza ni ngao ya ushindi. Hii ukiwa kiongozi ukikabidhiwa unaishika hivi. Au kwa lugha nyingine ya Kizungu, wale wenzetu walioenda shule kubwa, hii inatumika kujikinga adui anapokushambulia. Sasa hii ni kama sisi Kisukuma tunaita rumuda. Ukinipiga mshara hapa hauendi. Hauendi. Kwa sababu hii ni ngozi. Ngozi ya nini siwezi kukwambia, utaniletea mali.
Lakini pia moja katika kumbukumbu aliyotuonyesha ni safari yake ilipoanzia ya siasa, ambapo ofisini kwake ameweka baadhi ya picha zikimuonesha akiwa na viongozi mbalimbali akiwemo hayati John Magufuli, rais wa awamu ya 5, lakini pia rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete. Ni memory gani anaikumbuka? Hapa nilikuwa na mzee Mkapa. Wakati huo mkuu wa mkoa alikuwa Kandoro. Wakati huyu wa pembeni huyu Magufuli alikuwa waziri wa ujenzi. Siku hii tulikuwa tunazindua barabara ya Busisi Geita. Tulikuwa Busagara pale. Busagara, Busisi, Geita, Biharamulo, Bukoba. Tulikuwa wote hapa na mkuu wangu wa mkoa, yule mwenyekiti wa halmashauri ya Sengerema, huyu Bernard, huyu Rubongeja, huyu Bernard alikuwa Misungu, mimi Geita, yule naye ni mbunge sasa alikuwa Ukelewe. Hapa tulikuwa na bwana Magufuli marehemu. Mungu amweke mahala pema peponi. Wakati huu mimi nilikuwa nimeenda kwenye jimbo lake akiwa waziri, hakuwa rais. Nilikuwa kwenye jimbo lake, kwa hiyo tulikuwa tunazungumza. No, hii siku ndio siku anateuliwa kuwa rais pale ndani. Nilikuwa nimekaa naye nikamwambia mzee, tukao tunaangalia dinarudi halirudi. Naambia ngome inaenda hii. Dakika 2 baadaye nilisukumwa hapo akapelekwa na watu wa usalama. Lakini hapa tulikuwa na mheshimiwa ndugu Jakaya ambaye huyu rais ndo kaniingiza mimi kwenye siasa. Baada ya Magufuli kuniweka hapo, lakini mheshimiwa Kikwete amenipa support kubwa sana kuanzia nikiwa mwenyekiti wa halmashauri. Nimefanya naye kazi, amenishauri mengi, nikawa bado na uvulana akanipiga pembeni. Kama mwaka 2 baadaye ndo akanipa mwenyekiti wa mkoa. Ni mzee wangu mzee Kikwete. Yes, hapa alikuwa amekuja Mwanza airport tunampokea ndugu Kikwete hapa wakati akiwa kwenye kazi yake. Huu ni ubunge wangu wa kwanza wakati na hapa. Napiga kiapo hapo mwaka 2015. Hapa ni pale pale tukiwa ndani Ikulu mle, sasa ndo ananiambia bwana uniangalizie mambo yangu huku pembeni, naona itifaki zitaenda mbali. Sawa mheshimiwa. Labda tu moment kidogo ya siku ya kwanza 2015. Si ndio? 2015 wakati ukiapa kwa mara ya kwanza. Hapo ulikuwa shauku yako ilikuwa ni nini hasa? Shauku yangu ilikuwa ni kufanya kazi. Kwanza mimi shauku yangu, kuna watu ambao walikuwa maroli modo wangu wakiwa bungeni. Wakati ule 2015, bunge la 2010-15. Kuna watu waliokuwa wananiimpress sana kuwa mbunge. Mmoja wapo akiwa Kafulila, akiwa Zito, akiwa Lusinde. Yaani nilikuwa natamani kuwa mbunge wa design kama nilio nayo sasa, kwamba najiamini kuzungumza kile ambacho naamini Watanzania wengi kitawasaidia. Na kwa sababu mimi nilianza kama diwani, mwenyekiti wa halmashauri, mwenyekiti wa CCM wa mkoa, nikisoma kanuni hakuna mahala tunazuiwa kusema chochote, alimradi usiseme uongo. Na chama chetu na rais wetu wa awamu ya 6 ametupa uhuru sisi wabunge vijana. Vijana wamezungumza, kila mtu amejipambanua. Kiukweli mtu yeyote atakayeenda kuanguka kwenye ubunge ni wewe mwenyewe kuwatendea watu wako vizuri. Lakini kama kwa swala la serikali kuu ya Mama Samia, ndio maana mimi ni mneke wa viti 14 vya bara. Tuliamua bila kupinga kutokana na kazi zake. Yaani hakuna mahala ambapo hakufanya kazi. Sisi wabunge, madiwani, wote tumefanya kazi nzuri. Huwezi kusema rais amefanya kazi, usiseme mbunge hajafanya kazi, usiseme diwani. Tumefanya kazi kama utatu tulivyochaguliwa. Kazi yetu rais alipotuletea pesa tulifanya kazi ya kuzisimamia. Kwa wale ambao walikuwa wanatuona kama masileki tunapokuwa wakali ili miradi ikamilike, sasa ndo kipindi cha kuvuna yale maswali kwamba ulipewa hela, wenzao wamemaliza mashule, wewe huna shule. Kwa mfano mimi nilikuwa na shule 3 tu wakati naanza ubunge. Nilikuwa na sekondari 3. Lakini kwenye serikali ya Mama Samia nimeongeza shule za sekondari 29. Unaweza kuamini tuna sekondari 32 kutoka 3. Nilikuwa na kituo kimoja cha afya ambayo sasa hivi tumegeuza ikawa hospitali ya wilaya. Leo na vituo vya afya 8. Sio haba. Ninabakiza kata chache tu ambazo tuna mpaka gari ya ambulance mheshimiwa rais alitupa ya majini. Mimi nilinunua mwanzo 3 nikapeleka. Lakini mheshimiwa rais akaleta ambulance nyingine, boti kubwa kabisa ya zamani ya milioni 300 na kitu. Inatoa watu visiwani, inaleta kwenda kusaidia. Kwa hiyo mimi naamini sina makosa niliyoyakosea. Mimi kwenye jimbo langu, mimi sina mahala ambapo hakuna umeme. Tumeshapeleka umeme kila mahala, kila kijiji. Sasa serikali inafanya kazi ya kusambaza, lakini kutoka naingia mimi ubunge, hatukuwa na umeme hata nyumba moja. Leo tuna umeme kila kona. Kwa hiyo ukiangalia watu wangu wananiita mbunge wa kudumu, na kwa kweli bado nitafanya kazi. Kwa sababu ndoto yangu ni kutamani kuona watu wa Geita wanatoka kule, wanakuja kutembea kwenye jimbo langu. Kilomita kama 40. Mungu akitusaidia tukimaliza lami, natamani watu wajenge kutoka Geita kuja kwangu, kwa sababu Geita
wanachimba chimba madhahabu kila mahara, hamna usalama. Kwetu sisi ni wakulima na wafugaji na wavuvi. Na mimi mwenyewe kama mbunge nimeinvest hoteli ya bilioni 8. Nina hoteli na chumba cha milioni 2.5. Na unahisi ndoto zimetimia kwa 100%? Hapana, ndoto yangu mpaka sasa kwa jinsi gani nitawasaidia wananchi wangu, naweza kusema niko 40%. Bado nina 60 mbele. Na bado kabisa yani tamaa ya kuendelea kuwa mbunge ninayo miaka 20 mbele. Na ni kweli kwa sababu mimi nimejifunza mle ndani, tuna wazee kama kina Mkuchika, tuna wazee kama kina Rukuvi, kina Jenista Mhagama. Majimbo hayo yameenda. Kubadilisha kila siku, unaanza kupeleka student kila siku. Watu wengine tushafika mbali. Hakuna waziri simjui, hakuna mlango siujui. Sasa wanipe nafasi tu mimi nifanye kazi, na naamini mimi nitafanya kazi vizuri, na wananchi wangu wana imani kubwa sana na mbunge wao.